Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nikwambie, Zelensky ameendelea kulemewa na mashinikizo ya Marekani ili kukubali mpango wa Trump wa kumaliza vita vya Ukraine. Serikali ya Marekani imezidisha mashinikizo kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ili kukubali kuachia sehemu kubwa ya ardhi ya nchi hiyo na makubaliano mengine yaliyoainishwa katika mpango wa amani wa mwenzake wa Marekani Donald Trump. Maafisa wawili wa Ukraine ambao majina yao hayakuwekwa wazi wamenukuliwa na tovuti ya habari ya Axios wakisema kuwa Zelensky anakabiliwa na mashinikizo makubwa ya Washington baada ya mkutano wa hivi majuzi kati ya washauri wa Trump na Rais Vladimir Putin wa Russia kuhusu mpango wa amani ambao kwa mujibu wake Ukraine italiachia eneo lote la Donbas mkabala wa Marekani kuipatia dhamana kubwa ya usalama itakayozuia operesheni za kijeshi za Russia dhidi ya nchi hiyo. Afisa mmoja wa Ukraine amenukuliwa na tovuti ya Axios akisema kuwa chaguo la Marekani ni baya sana kwa Kyiv baada ya mashauri na washauri wa Trump yani Steve Witkoff na Jared Kushner kukutana na kuzungumza kwa masaa 5 na Rais Putin wiki iliyopita huko Kremlin. Afisa huyo amebainisha kuwa Witkoff na Kushner walionekana kutaka kupatiwa jibu la wazi la ndio kutoka kwa Zelensky walipojadiliana naye mpango huo katika mazungumzo ya simu yaliyodumu kwa masaa 2 siku ya Jumamosi. Afisa mwingine wa Ukraine pia amesema pendekezo la Marekani limejumuisha masharti magumu zaidi kuliko matoleo ya awali kuhusu masuala kama vile udhibiti wa kinu cha nyuklia huko Zaporizhzhia na limeacha maswali muhimu kuhusu dhamana ya usalama bila kujibiwa. Amesema kuna kadhia muhimu na kubwa kuhusu udhibiti wa maeneo yanayohitaji kujadiliwa pakubwa, yaani nani abaki wapi na upande upi unajiondoa, na iwapo Ukraine itajiondoa kwenye laini ya mawasiliano ni kwa namna ipi Ukraine itahakikishiwa kuwa Russia inafanya vivyo hivyo na haiendelei na mapigano dhidi ya Kyiv. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anajiandaa kuwasilisha kwa Marekani mapendekezo yaliyorekebishwa ya kumaliza vita vilivyoanzishwa na uvamizi wa Urusi mwaka 2022 wakati alipokutana na Papa Leo wa 14 nchini Italia. Hii inafuatia mazungumzo aliyofanya London na Brussels Jumatatu wakati rais wa Marekani Donald Trump akiendelea kuishinikiza Kyiv kukubali makubaliano ya amani. Trump amemlaumu Zelensky kwa kutosoma mapendekezo ya utawala wake, huku rasimu ya awali ikionekana kuipa Urusi faida kubwa. Akiwa Italia, Zelensky amekutana na Papa Leo aliyetoa wito wa amani ya haki na kudumu kabla ya kukutana na Waziri Mkuu Giorgia Meloni, huku viongozi wa Ulaya wakiahidi dhamana thabiti za usalama. Swala kuu limebaki kutafuta uwiano kati ya msimamo wa Ulaya na ule wa Marekani. Zelensky amesema mpango wa awali wa vipengele 28 sasa umepunguzwa hadi 20 baada ya majadiliano ya weekend, ingawa amesisitiza Ukraine haiwezi kisheria wala kimaadili kukabidhi ardhi kwa Urusi. Mpango wa Marekani unapendekeza Ukraine isalimishe maeneo ambayo Urusi bado haijayateka, badala yake ipate ahadi za usalama zisizotimiza malengo ya Kyiv ya kujiunga na NATO. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Washirika wa Ukraine barani Ulaya Jumatatu waliashiria kumuunga mkono Rais Volodymyr Zelensky, huku akiendelea kuonyesha shaka kuhusu baadhi ya vipengele vya pendekezo la Marekani la kukomesha uvamizi wa Urusi. Zelensky alikutana kwanza na viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani jijini London kabla ya kuelekea Brussels baadaye kwa mazungumzo na wakuu wa Umoja wa Ulaya na NATO. Na kwenye mkutano na waandishi wa habari alisema suala la maeneo bado linasalia kama moja ya mambo muhimu yaliyokwama katika mazungumzo. Je, tunafikiria kusalimisha eneo lolote? Hatuna haki ya kisheria kufanya hivyo. Kulingana na sheria ya Ukraine, katiba yetu na sheria ya kimataifa, hatuna haki ya kimaadili ya kufanya hivyo pia. Urusi inasisitiza tuwape eneo, lakini hakika hatutaki kutoa chochote, alisema Zelensky. Baadaye Zelensky alisema kupitia mtandao wa X kwamba alikuwa na mkutano mzuri na wenye tija na mkuu wa NATO Mark Rutte, rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa na rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen. Hayo yakiendelea, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anatarajia Jumatano kuwasilisha kwa Marekani nyaraka ya mpango wa amani ambayo imefanyiwa marekebisho kwa usaidizi wa washirika wake wa Ulaya. Aidha, Zelensky ameongeza kuwa yuko tayari kuandaa uchaguzi mpya nchini Ukraine ikiwa watahakikishiwa usalama, huku akisisitiza kuwa Urusi haionyeshi nia ya kuendelea na mchakato wa amani, kwani inaendelea na mashambulizi makali dhidi ya miundombinu yake ya nishati. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Marekani inapanga kupunguza usaidizi kwa Ukraine baada ya kutoa awamu za mwisho za mkopo G7
ambao ulikubaliwa na utawala wa Joe Biden mnamo 2024. Politico Europe imeripoti kinukuu wanadiplomasia wa AU. Vyanzo vya gazeti hilo vinasema kwamba Washington ilitangaza uamuzi wake Jumatatu wakati wa mkutano wa mtandaoni wa mawaziri wa fedha wa G7 na wakuu wa mashirika ya fedha ya kimataifa yanayoongoza kama vile shirika la fedha la kimataifa IMF, kundi la Benki ya Dunia na shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo. Pamoja na Japani, Marekani ilikataa ofa ya Umoja wa Ulaya ya kujiunga na mpango wake wa kutumia mali za serikali ya Urusi zilizogandishwa kufadhili Ukraine. Vilevile kansela wa Ujerumani Friedrich Merz pamoja na viongozi wengine kadhaa wa Ulaya walimshauri Volodymyr Zelensky dhidi ya kukubali mapendekezo ya amani ya Marekani kwa Ukraine bila kuweka dhamana imara za usalama, Wall Street Journal inaripoti. Kulingana na gazeti hilo, viongozi hao walijadili hilo wakati wa mazungumzo ya simu na Zelensky wiki iliyopita. Mbali na Merz, majina ya washirika wengine katika mazungumzo hayo upande wa Ulaya hayajafichuliwa. Wazungu walisisitiza kueleza dhamana za usalama zilizo wazi katika mpango wa amani wa Marekani zenye lengo la kuzuia madai ya kuanza tena kwa mzozo wa Moscow na Kiev. Mnamo Disemba 7, Zelensky alifanya mazungumzo ya simu na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kujadili hatua za baadaye kuelekea suluhu ya Ukraine. Vilevile, rais wa Marekani Donald Trump anaweza kuwatenga sio tu viongozi wa Ulaya bali pia Volodymyr Zelensky mwenyewe kutoka kwenye mazungumzo kuhusu utatuzi wa mgogoro nchini Ukraine kutokana na kutotaka kwao kufanya makubaliano. Mchambuzi wa kisiasa wa Marekani na mtangazaji wa radio Steve Gill anasema ukweli kwamba rais Trump amesema kwamba yeye na rais Putin wanakubaliana kwa mapana kuhusu mambo 28 huku Zelensky hata hajasoma unaonyesha kwamba kukatishwa tamaa kwa Trump na Ukraine na Zelensky kunampelekea sio tu kuwatenga wazungu kukamilisha mazungumzo, lakini labda Zelensky mwenyewe, alisema Gill ambaye aliwahi kuwa mkurugenzi wa masuala ya kiserikali kwa mwakilishi wa biashara wa Marekani katika ofisi ya utendaji ya rais chini ya utawala wa George H.W. Bush na Bill Clinton. Mtaalamu huyo alibainisha kuwa wengi katika mzunguko wa ndani wa Trump wanajiuliza kama Zelensky ana nguvu au hamu ya kumaliza mgogoro huo. Mnamo Disemba 8, rais wa Marekani Donald Trump alionyesha kukatishwa tamaa kwake na Zelensky ambaye hajawahi kusoma rasimu ya makubaliano ya amani. Vilevile utawala wa Kiev na washirika wake wameunda mpango mpya wa kuiba pesa za walipa kodi wa magharibi, huduma ya ujasusi ya kigeni ya Urusi inasema kwenye taarifa. Utawala wa Kiev wenye msimamo mkali pamoja na washirika wake miongoni mwa maafisa wenye nguvu wa Ulaya na wafanyabiashara wavivu wamebuni mpango mpya wa kuiba pesa kutoka kwa walipa kodi wa magharibi. Unahusisha kuipatia jeshi la Ukraine risasi za mizinga chini ya mpango wa risasi wa Czech kwa bei iliyopanda sana kupitia kampuni kati ya Poland. Taarifa hiyo inasomeka, kampuni inakusudia kununua silaha katika majimbo ya Ulaya, mashariki na kusini mwa dunia, ikilipa takriban $1,000 kwa kila kitengo, kisha kubadilisha lebo na kuzihamisha kwa Ukraine chini ya kivuli cha uzalishaji wa Poland wenye thamani ya $5,000 kwa kila kitengo. Vifaa hivyo vitafadhiliwa na Ujerumani, Ufaransa, Denmark, Norway na Uingereza. SVR iliendelea. Kituo cha kifedha kwa maafisa wa nchi zilizotajwa ni wazi kinazingatiwa. Shirika la ujasusi la Urusi lilisema, likibainisha kwamba Zelensky anatoa kipaumbele kwa wizi kuliko amani. Kumbuka hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Cha msingi na cha muhimu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Vilevile mgogoro wa Ukraine hautazidi kuwa vita vya tatu vya dunia, rais wa Marekani Donald Trump anasema kupitia gazeti la Politico. Kwa kweli isingetokea kama ningekuwa rais, ingeweza kubadilika na kuwa vita vya tatu vya dunia. Kusema ukweli, nadhani labda haitatokea sasa, kiongozi huyo Marekani alisema. Kulingana na Trump, mzozo wa Ukraine ni tatizo kubwa kwa Ulaya ambalo hawajalishughulikia vizuri na pia hawalishughulikii vizuri. Ukraine inashirikiana na washirika barani Ulaya katika mpango mpya wa kuiba pesa za walipa kodi wa magharibi, huduma ya ujasusi ya kigeni ya Urusi SVR inasema. Huduma ya ujasusi ilisema kwamba msafara wa Volodymyr Zelensky unaogopa kwamba utatuzi wa mzozo wa Ukraine utawadhuru utawala wa Kiev na washirika wake kutoka miongoni mwa maafisa wenye ushawishi wa Ulaya na wafanyabiashara wenye sifa mbaya wanapanga kuiba pesa za walipa kodi wa magharibi katika juhudi mpya. Taarifa hizo za kijasusi zilizotolewa na Urusi zilieleza. Je, hayo yana ukweli? Ni namna gani ambavyo yataweza kuzuiwa? Bado imekuwa ni kizungumkuti. Vilevile, Budapest inathamini sana juhudi zote za rais wa Marekani Donald Trump kuelekea utatuzi wa mgogoro wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungaria Peter Szijjártó
anasema, akiongeza kuwa njia za kidiplomasia za mchakato wa amani lazima ziwe wazi. Tunawapongeza sana juhudi za rais wa Marekani Donald Trump za kufikia amani. Tunawaomba wale wote waliodhoofisha mazungumzo ya amani wasiyaingilie. Kama ilivyotokea, Hungaria iko sahihi, kwani hakuna suluhisho la vita hivi kwenye uwanja wa vita. Suluhisho linaweza kuwa la kidiplomasia tu. Hii ndio sababu njia za kidiplomasia hazipaswi kufungwa bali kufunguliwa, aliwaambia waandishi wa habari. Hungaria imekuwa ikidumisha mazungumzo na Urusi kila wakati, Sijarto alisema. Sisi wa Hungaria tuna nia ya amani, tuna nia ya amani kurudi Ulaya ya kati, na kwa sababu ya msimamo wetu tunapata ukosoaji na mashambulizi kutoka nchi nyingi, alibainisha. Vilevile, utafutaji wa amani nchini Ukraine hauendi vizuri. Wapinzani wa suluhu ya amani hawalegei, lakini Hungaria na Urusi zimeazimia kuyazuia. Waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungaria Peter Sijarto anasema kabla mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov. Kufikia amani nchini Ukraine hakujawa rahisi na hakutakuwa rahisi. Wale ambao hapo awali walizuia mipango ya amani wataendelea kufanya hivyo. Hata hivyo, tutajaribu kuzuia hili, Sijarto alisema. Vilevile, mkakati mpya wa usalama wa kitaifa wa Marekani uliosasishwa unasaidia utawala wa Marekani kuakisi kihalisi picha mazungumzo katika mzozo wa Ukraine na kuiweka Urusi katika nafasi nzuri zaidi. Eldar Mamedov, mtaalamu wa siasa za kimataifa, anasema mkakati mpya wa Marekani unaonyesha uelewa mzuri wa mienendo ya madaraka. Nafasi ya uwanja wa vita wa Urusi inaipa nguvu ya mazungumzo. Ikiwa ofa ya awali haitoshi, mantiki ya NSS inaonyesha kuwa Washington inaweza kuwa tayari kuongeza shinikizo kwa Kiev na Ulaya au kutoa uhakikisho zaidi kwa Moscow ili kufikia lengo lake kuu la kukomesha vita, Mamedov alisema katika safu waliochangia kwenye jarida la The American Conservative. Mkakati huu unawakilisha fursa adimu kwa Moscow. Kuutumia kungehitaji mtazamo wa mbele ili kuelekea uhusiano thabiti ikiwa una wasiwasi na Marekani. Vilevile, kutumia mali za Urusi zilizogandishwa barani Ulaya kama mkopo wa fidia kwa Ukraine ni hatari. Waziri wa masuala ya EU wa Italia Tommaso Forti anasema kwenye mahojiano na gazeti la Italia la La Stampa, akiongeza kuwa hakuna mapendekezo yoyote yanayojadiliwa yanayohakikisha kufuata sheria za kimataifa. Kwetu sisi ni muhimu kusawazisha maslahi ya kisiasa na kufuata sheria za kimataifa kuhusu matumizi ya mali za Urusi zilizogandishwa, na hili ni tatizo kubwa. Hakuna mapendekezo yoyote yanayojadiliwa yanayohakikisha kufuata sheria za kimataifa, alisema. Vilevile, watoto wengine 25 wa Urusi wenye umri kati ya miaka 3 na 9 wameingizwa kwenye hifadhi data ya tovuti ya Ukraine ya Mitro Vorets ya Ukraine yenye msimamo mkali. Taarifa binafsi za watoto hao zilijumuishwa kwenye hifadhi data hiyo kuhusu jaribio linalodaiwa la kudhoofisha uadilifu na uhuru wa eneo la Ukraine na ukiukwaji wa maksudi wa mpaka wa jimbo. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.